labda pengine siku ya leo ungeizungumziaje baada ya kupata invitation kutoka kwa Clouds? Nimefurahi sana kukaribishwa, nimeona kama ndio Clouds imetambua kama mama pia kama mwanamke. Umekuja peke yako, tulitarajia tungemwona Mama Fantasy pia umeongozana naye. Mama Fantasy ishinaye tena sasa ni mke wa mtu, nilishamuozesha nyote mnavyo. So ishinaye tena. Kwa permission inatoka sehemu nyingine. Yeah. Kitu kikubwa ambacho leo anakisisitiza ni kwamba adui wa mwanamke sio mwanamke. Kwako wewe, kwa experience yako, muda ulioishi, umekuwa kwenye mitandao, unaamini wanawake sio maadui tena kama ilivyokuwa mwanzoni? Unajua ni jinsi gani unavyochukulia. Kama unachukulia mwanamke ni adui, basi atakuwa adui, lakini mimi napenda kila mtu. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi sijawahi kuwa na maadui, kwa namshukuru Mungu. Watu wengine wanaweza kuwa wanadhani ni maadui zangu, lakini mimi sina adui. Mimi nampenda kila mtu. Wewe unahisi kuna watu wanaoadui na wewe? Unajua pia ukishakuwa kwenye yani unajulikana. Yeah. Kuna vitu vingi vinaendelea. Unaweza kuamka ukajikuta nimeandikwa hivi hivi. Lakini mimi ni mtu ambaye waga sipendi mambo mengi na muamini sana Mungu. Nampenda kila mtu. Yeah. Mungu ni mama ambaye entertain sana mitandao, kwa maana ya watu wanavyo comment mtandaoni, sio vitu ambavyo vinakuumiza sana. Ni kwamba uliamua tu kwamba sasa mimi sitaki kuweka akili yangu sana mitandaoni, au unaona vinakuumiza lakini unakaa kimya? Naweza nikasema kwa kweli sijai kuumizwa na kitu mtandaoni. Hilo ni kitu, kwa sababu sijui moyo wangu ama ni kabila langu si wa kule, ni watu strong. Kwa hiyo huwa naona kwa sababu mwanangu tayari ni maarufu. Kwa hiyo nadhani hiyo ni one package. Kama alikuwa maarufu, asingekuwa maarufu, sidhani kama hata tungekuwa tunaongelea. Lakini kwa sababu ni maarufu na ndio yani iko hivyo. Kwa hiyo lazima nikubaliane na hii hali. Kwa hiyo najua angekuwa Hamisa tu ni mtu wa Hamisa tu huko sijui wapi, hakuna mtu angemuongelea by the way, si ndio? Lakini kwa sababu Hamisa ni maarufu, ni kioo cha jamii, hiyo inakuja kama package yake, yani kwa sababu ni maarufu na vitu vingine nikubaliana navyo kama mzazi. Kwa hiyo nilishajiset tangu mwanzo kama hivi vitu vipo, nikubaliana navyo na maisha yaendelee. Sawa, huko kwenye mitandao najua una page yako ya Instagram na mara nyingi tunakuona. Namna ambavyo ukiingia kwenye mitandao ukiona watu wanamwataki mwanao, na namna ambavyo inakuumiza kwamba watu, kwa nini mwanangu? Kama mzazi vinauma sometimes, lakini unashukuru, alhamdulillah, maisha yanaenda. Unashukuru tu Mungu, sababu kila kitu unaweka Mungu mbele. Mimi kitu ambacho naamini Mungu mbele. Yani hata mtu kama anakutukana, unajuza wewe anatukana. There's something inside. Labda kuna chuki, labda kuna kitu anakiona kwa Hamisa. Hawezi tu mtu kurupuka kumtukana mtu, hakuna sababu. Lazima kuna kitu anakiona ndani ya Hamisa. Labda akifanya vile basi ataanguka kama hivi. Lakini mimi naamini Mungu mbele. Kila kitu ni Mungu. Kwenye dakika za harusi nakumbuka kwenye interview yako moja ukisema kwamba Hamisa alipopatana na Azizi alikwambia kwamba mama, mimi nataka kuwekeza Tanzania, na watu wakasema Azizi kila kitu anamwambia mwanamke. Pengine walichanganya labda ukaribu wa mwanamke na Azizi mwenyewe. Ni kwamba Azizi amekuwa comfortable kwako kama mama na kuelezea vitu tofauti, au ni hiyo tu kwamba alikwambia tu anawekeza Tanzania? Tofauti ya Azizi na yani tofauti yangu mimi na watu wa mama wengine, Azizi simchukulii kama mkwe. Azizi ni mtoto wangu. Nilimpokea Azizi kama mtoto. Yani kwa sababu Mwenyezi Mungu mimi na mtoto mmoja kaniongezea kiume. Kwa hiyo nimpokea kama mtoto. Kama mtoto we have to talk. Tunaongea kila kitu. Okay. Sawa, Mama Samani, kwenye hili kama nitakuwa nakukera. Kwenye harusi ya Hamisa vilibuka maneno vingi sana kwenye mitandao. Watu walianza kudai kwamba mama yake na Azizi alikuwa anazungumza haelewi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kuhusiana na harusi ile. Wewe kwa upande wako ulivyokuwa unaona vile maneno ambavyo vinadai kwamba yule ni mama yake na Azizi, wewe ulikuwa unaichukuliaje? Mimi sijaviona bado. Mimi page yangu nasema mnajua, naingia kwenye page yangu, nafanya kitu nipeka kwenye page yangu, na wale watu ndio wafollow ndio naingia, vitu vingine waga siangalie. Na nikiona kitu chochote ambacho kinaenda tofauti na mimi huwa na try ignore. Kwa niko hivyo. So kuna vitu vingi sioni. Watu wengine wanayabisa. Recently kulikuwa na story kuhusiana na Mshaina na kile alichokizungumza kuhusu Hamisa, na tukaona kuna screenshot ilikuwa inasambaa kwamba anaomba msamaha Hamisa, na anasema kwamba mama alinipigia simu na mjambo alinipigia simu. Alizungumza na Mshaina kuhusiana na hilo. Sitaki kuliongelea hilo. Naweza kupata next question ili niondoke. Yes. Kwako mama, ni mama ambaye una wajukuu zako,
ambao unaona kabisa wako kwenye maisha ya watu maarufu, wewe ni maarufu na wao ni maarufu, unatamani waje kuwa kwa namna gani? Yani wakae mbali na mitandao au hata wakiwa mitandaoni na kisha umepata roho ya bibi? Wajukuu zangu kwanza namshukuru Mungu, alhamdulillah, ni watu wana akili sana, wanajitambua, especially Dylan ana akili sana. Yeye anaweza kukaa naye kuongea naye, kwanza labda unaongea na mtu wa miaka 40 30. Kwa hiyo najua wenyewe watachoose njia wanaoitaka sahihi, kwa sababu unawaamini. Nimewalea vizuri kwa sababu muda mwingi nakaa nao mimi. Kwa hiyo ni watu ambao najua watakuwa mbele, watachagua wenyewe, watakuwa maarufu ama mtu kama Fantasy sidhani kama atakuwa maarufu. Dylan anaweza, Fantasy sidhani. Dylan labda, lakini sioni kama kuna mtu kati yao atakuwa maarufu. Nadhani ni watu wanataka concentrate na maisha yao mengine tofauti. Mama, kwa kumalizia tu, niliona comment yako hopefully ni la mwisho. Okay. Niliona comment yako unamjibu mtu alikuuliza ni mbona umekuwa ni kisukari mama, tuambie. Kamwambia nimefanya surgery, ndawapa namba ya daktari na sitaki niulizwe tena. Ni aina gani ya surgery unafanya? Sasa nilijibu pale na niliwaambia na nitafanya interview kwa ajili ya kuelezea hilo, si leo. Leo nimekuja kwa ajili ya kusupport wanawake wenzangu. Lakini muonekano huu ni kutokana na surgery unafanya. Nimesema nitaangalia next time. Sio leo. Hapo mama, nikupongeze pia kuhudhuria pia leo siku ya event ya mama. Kama mama ambaye kuna mtoto ambaye ni star, anazungumziwa mambo mazuri na mabaya pia. Neno moja kuhusu watu ambao wanamzungumzia mwanao, na kama mama ambaye mwanao ni star pia. Kitu gani unachokiona sana kuona mtu anaenda tofauti na mwanao? Mimi kwanza wasichana naambia wafanye kazi. Tuache maneno. Waache shoti. Fanye maneno. Unajua watu ambao hawamjui Hamisa ndio wanamuongelea kwenye mitandao. Watu wanaomjua Hamisa ni mwanamke hodari, mwanamke anayefanya kazi. Kwanza mimi mwenyewe na mwanangu niko very proud. Sio kusema na niko sababu ni mtu wangu. Yaani Hamisa akipewa kazi anafanya kazi. Labda mngeweza hata kuuliza kwenye makampuni ambayo amefanya nao kazi. Ni mtu ambaye ameconcentrate na kazi. Ana longolongo. Alafu kitu kingine, Hamisa ana rafiki mmoja tu. Leo labda hajawahi tangu amekuwa maarufu, hajawahi kuwa na rafiki wa pili. Ana rafiki anaitwa Bambina, nendeni Instagram yake anaitwa Bambina Make. Huyo tu ndio rafiki yake ambaye anaweza kuja nyumbani kwetu akalala kaamka kama nyumbani kwao. Hajawahi kuwa na rafiki mwingine, ana rafiki anaitwa Bambina Make. Kwa maana hiyo kwamba Roshana hapo sitaki kuongelea hilo, nimewaambia Hamisa ana rafiki huyo. Juzi alizungumza yeye mwenyewe akasema kwamba watu wapumzishe kwa sababu alikuwa akimsema sana. Wewe ukisema wewe sitaka upumzishwe, alizungumza hicho kitu. Kama mama pia wewe unamshauri nini hasa kupitia social media? Subra. Kila kitu kinapita. Alafu kama mitandaoni vitu ni siku mbili siku tatu wameshasahau watu. Basi mama, kupumzike. Nashukuruni sana.